Zikiwa zimepita siku chache toka Simba wafanye tamasha lao, na lilikuwa ni tamasha ambalo lilikuwa limeibua vitu vingi sana. Lakini wana Simba mpaka sasa wamegawanyika kiasi kwamba wengi hawana imani na tajiri wao kwanza, kwa matukio machache yaliyotokea baada ya tukio lao la kusherehekea siku ya furaha ambayo ilikuwa ni Simba Day, ambayo ilifanyika siku ya tarehe 8 ya mwezi huu, siku ya Jumamosi. Sasa tajiri wao hapa namzungumzia Mo Dewji, alipopewa mic alizungumza vitu vingi sana, lakini akaainisha ahadi mbili nzito ambazo yeye alisema atazitekeleza akiendelea kuwepo pale Simba. Na ahadi hizo zilikaa kwa mafungu. Kwanza naweza nikainukuu speech yake kwa kifupi ili uweze kuelewa ni wapi alianzia na ni kipi alizungumza, na ni nini ambacho mashabiki hawana imani nacho juu ya tajiri wao huyo. Naanza kwa kunukuu. Mwekezaji wa Simba Mohamed Dewji maarufu kama Mo alisema bado ana madeni mawili kwenye timu hiyo. Mo Dewji ambaye alianza kuwekeza Simba tangu mwaka 2017 ni mmoja kati ya watu walioisaidia timu hiyo kuwa na mafanikio makubwa nje na ndani ya uwanja kwa kipindi cha miaka 10 iliyopita. Mwekezaji huyo ambaye ni mbunge wa zamani wa Singida mjini amesema Simba ni timu kubwa Tanzania na Afrika kwa ujumla, lakini kwenye kipindi chake cha miaka 80 ya mwanzo haikuweza kufanya mambo makubwa sana. Akizungumza kwenye mahojiano maalum kuelekea maadhimisho ya miaka 90 ya Simba, Mo amesema kuna mambo mawili ambayo bado hajayatimiza kwenye timu hiyo na ni lazima apambane nayo kwenye kipindi cha miaka 10 ijayo ili kila kitu kiwe vizuri. Namnukuu, alianza kwa kusema Simba ni timu kubwa, ina heshima kubwa na kila mmoja amekuwa akizungumzia kwa sasa kutokana na mafanikio yake. Lakini kwa kipindi changu cha uwekezaji kuna mambo mawili bado sijayafanya, amesema Mo, ambaye mbali na uwekezaji wake amekuwa akitoa fungu kwenye kila dirisha la usajili kwa ajili ya kusajili mastaa kwenye timu hiyo. Aliendelea kwa kusema, jambo la kwanza ni uwekezaji wa miundombinu. Natakiwa kufanya kila linalowezekana kuhakikisha kuwa hili eneo linafanyiwa kazi vizuri kwenye kipindi cha miaka 10 ijayo. Mwekezaji huyo amesema kuwa mbali na suala la uwekezaji, jambo lingine ambalo ni deni kwake na anatakiwa kulitimiza kwa miaka 10 ijayo hadi Simba itakapoadhimisha miaka 100 ni kuhakikisha kuwa timu hiyo inatwaa ubingwa wa Afrika. Namnukuu, Simba ni timu kubwa, ina historia kubwa na mashabiki wazuri sana, lakini kwenye miaka 80 iliyopita haikufanya mambo makubwa, ilikuwa imepiga hatua ndogo sana Afrika. Kwenye hii miaka 10 ya mwisho hadi kufika 90 ndiyo Simba imejulikana ulimwenguni kutokana na kufanya vizuri kwenye mashindano ya nje, lakini kujitangaza. Ukweli ni kwamba bado hatujaridhika na shahada yangu na shabaha yangu imebaki pale pale, na ahidi kuwa Mungu akinipa afya njema kwa miaka 10 ijayo Simba inshallah tutatwaa ubingwa wa Afrika, alisema Mo. Hata hivyo Mo amesema hayo yatatokea endapo kila mmoja atakuwa na afya njema. Anatamani transformation ikikamilika, uwekezaji ukifanyika, basi kila kitu alichokiahidi kitafanyika bila shida yoyote.
Aliendelea kwa kusema, ukiona hii leo tumekuwa kati ya timu 5 mpaka 10 bora Afrika, ujue kuna kazi kubwa imefanyika kwenye hii miaka 8, 9, 10 iliyopita. Lakini shabaha ni kupata taji la Afrika, ingawa ni lazima tufanye kazi kubwa sana kama tunataka mafanikio hayo, alisema Mo, ambaye anakiri kuwa yeye ni shabiki wa Simba tu. Pia rais huyo wa heshima ametoa wito kwa wanachama na mashabiki wa Simba kuachana na maneno ya chuki na badala yake wajikite katika mshikamano, kushirikiana na kujenga klabu wa pamoja. Mo ambaye leo kwa maana ya siku ya Jumamosi alikuwa akifuatilia Simba ikiadhimisha kilele cha Simba Day kwenye uwanja wa Uhuru jijini Dar es Salaam. Alikuwa akikiri mara kwa mara kuwa anawekeza kwenye klabu hiyo kwa ajili ya mapenzi na si jambo lingine. Namnukuu, nimewekeza muda, jasho, damu na fedha Simba, sio kwa sababu nyingine bali kwa mapenzi ya dhati kwa klabu hii na kwa taifa letu. Ndoto yangu haijabadilika. Hayo yalikuwa maneno ya mwekezaji wa klabu ya Simba, Mohamed Dewji. Sasa hizi kauli ambazo alizitoa siku ya tamasha hilo zimekuja kugawanyika mara baada ya Simba kuendelea kupitia vitu kadha wa kadha ambavyo vimekuwa vikiwapa maswali mengi mashabiki na wapenzi wa mpira kwa vile anavyovizungumzia. Lakini pia ni vitu vingi ambavyo alivisema, kwa sababu maswali yaliyoulizwa pia yalikuwa yanahitaji majibu ambayo yamenyoka. Ni maswali ambayo yalikuwa technical sana, kwa sababu wengi walikuwa wanahoji ni jinsi gani ambavyo anaweza akatoa pesa kwa ajili ya kufanya usajili ambao unaweza ukaleta mchezaji mkubwa ambaye anaweza akawa ni X factor kwenye klabu yake. Lakini kauli aliyoitoa yeye alisema hana shida na kutoa pesa hizo, lakini ni kwamba pesa zipo benki. Sasa kitu ambacho watu kimekuja kuwashtua, pesa zipo benki kwa namna gani wakati pesa zinatakiwa zitumike. Na wengi wamekuwa wakihusisha vile anavyovifanya na kauli zake na kila kitu anachokifanya. Wengi wameona kama ni propaganda ambazo zinaendelea na vitu kadha wa kadha. Wengi wamekuwa wakihusisha uwepo wa GSM pale Yanga na uwepo wa Mo Dewji pale Simba. GSM amekuwa ni mtu ambaye haongei sana, lakini anafanya vitendo ambavyo vinaonekana. Kama ni pesa anaitoa, lakini pia kama ni kitu chochote bonus zinahitajika anatoa na timu inaonekana inafanya vizuri. Lakini yeye ameonekana ni mtu wa kuongea maneno na sio kutekeleza, kitu ambacho kinawapa wasiwasi sana mashabiki wa klabu ya Simba. Kama tukio ambalo limetokea jana, tukio ambalo siku ya sherehe wao walilifanya kama hyper ya kuwaahidi mashabiki kwamba Suleiman Mwalimu Gomez amesaini Simba na atakuwepo Simba, na aliongea kupitia video, kwa sababu tunajua wote Suleiman Mwalimu ni mchezaji halali wa Wydad Casablanca. Sasa mara baada ya kuja Simba kucheza kwa mkopo msimu mmoja, Simba walimhitaji, lakini Wydad waliweka terms zao na kwamba Simba walipie ili aendelee kuendelea kufanya kazi kwa mkopo katika timu hiyo. Lakini kitu ambacho Simba hawakukifanya, ila walifanya kuhype mashabiki ili waweze kupata kile ambacho wao waliamini kinaweza kikasherehesha kwenye sherehe yao. Lakini cha ajabu, Mwalimu ameibukia Yanga ukiachana na kusema kutamka yeye mwenyewe kwamba atakuwa mojawapo ya wachezaji ambao wataendelea kuitumikia Simba, lakini unfortunately amepandishwa ndege na Simba hao hao wanamleta Tanzania, lakini kumbe bado hawajalipa hela bado ipo benki.
Yanga baada ya kupata hizo tetesi wakaingiza hela haraka haraka na bonus juu, lakini pia wakamsainisha. Kwa taarifa ambazo ulikuwa huzijui ni kwamba Mwalimu alifikia Simba, alifanya mazoezi na Simba siku hiyo, lakini pia usiku alikula chakula na Simba, lakini usiku wa manane Yanga wakamchomoa kambini na kwenda kumsainisha mkataba ambao watadumu kwa msimu mmoja kwa mkopo kutoka Wydad Casablanca. Ni maajabu ambayo lazima ustaajabu. Kwa hiyo ni vitu ambavyo mashabiki mpaka sasa hivi vinawachanganya na vinawavuruga, lakini mwisho wa siku ukweli utabaki pale pale kwamba hizi timu zetu zimekaa kisiasa sana. Usipokuwa mtu wa kutekeleza na kutenda, basi utaishia kuongea, lakini mwisho wa siku hakuna utakachokuwa unakitekeleza. Hayo ndo ambayo yanaendelea kwenye klabu ya Simba. Tuone ni nini ambacho kitaendelea, ni comeback gani ambayo wataifanya, japo inasemekana wamemalizana na Feitoto. Tusubiri hii leo ni nini ambacho kitaenda kufanyika, maana zimebaki siku mbili tu ili dirisha la usajili liweze kufungwa, kwa maana ya tarehe 14 ya mwezi huu.